Ni mwaka wa mauaji. Ndivyo unavyoweza kusema kufuatia matukio ya mauaji ya kutisha yaliyotokea tangu mwaka huu mpya wa 2022 uanze. Unapata tabu kidogo kuamini kama haya yote yanatekelezwa na binadamu aliyeumbwa na Mungu. Miongoni mwa mauaji yaliyoshtua wengi ni pamoja na mauaji ya kijana Musa Hamisi mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kijiji cha Ruponda wilayani Nachingwea mkoani Lindi, ambaye anadaiwa kukatishwa maisha yake na askari wa jeshi la polisi mkoani Mtwara, huku chanzo kikidaiwa kuwa ni fedha shilingi milioni 70. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mtwara ACP Mark Njera imesema mauaji hayo yalifanyika Januari 5, 2022 na mwili wa marehemu ulitupwa kitongoji cha Majengo, kijiji cha Hiari wilayani Mtwara. Jeshi la polisi liliwakamata na leo limewafikisha mahakamani maafisa 7 wa jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji. Tukio hili tunasadiki na kuamini kwamba lilitokea tarehe 5 Januari mwaka huu. Baada ya kamanda kuzungumza, Global TV ikaamua kuwatafuta ndugu za marehemu na kuzungumza nao ili kuyajua yale yaliyo nyuma ya pazia kuhusiana na marehemu Musa Hamisi. Na hapa kaka wa marehemu amesimulia mdogo wake alivyokuwa akifanya biashara zake za madini. Pole sana na msiba. Asante sana. Pengine huyu ambaye amefariki kuna aje? Huyu aliyefariki mimi kwangu mtoto wa dada yangu. Ndio. Na hii taarifa ya kifo chake mlipata lini? Hii taarifa ya kifo chake tumepata tarehe 25. Ndio. Tukapata taarifa inasema kama huyu tayari ameacha dunia na ameuawa na jeshi la polisi. Sawa, wakati anatoka hapa nyumbani, yeye aliaga anaelekea. Wakati anatoka hapa nyumbani, yeye alisema amepigiwa simu na askari polisi wakala afuate mzigo wake. Sawa, kwa hiyo mara baada ya kuondoka hakurejea. Na hata mawasiliano sana tumepata kufahamu ya kwamba yeye alikuwa ni mfanyabiashara wa madini. Nataka nijue tu hayo madini alikuwa anafanyia wapi, alikuwa kwenye kuuza, alikuwa anauzia wapi katika mji. Naam, kwenye biashara ya madini yule alikuwa anafanyia tofauti na mkoa wetu. Ila siwezi nikajua ni mkoa gani alikuwa anafanya biashara. Ila alikuwa anatoka anarudi kuwepo hapa nyumbani. Na kabla ya hayo yote biashara zake zilikuwa za mtumba, yani vitenge na kanga, na ule mtumba alikuwa anafanya biashara hizo. Baada ya vile akamwachia mama yake biashara zile za vitenge. Yeye akaendelea tena machimbo. Baada ya kufika machimbo kwa amekaa kama miezi 4, aliporudi akarudi na hizo vitu alivyokuwa navyo vilivyosababishia kifo mpaka leo hii. Kwa hiyo kwa historia yake tangu aanze hiyo biashara ambayo alikuwa anafanya madini, hajawahi kupata madini ambayo yanaweza kumpatia kiasi kikubwa cha pesa kama hiki ambacho alipata. Ya kipindi cha nyuma si alikuwa mchimbaji mdogo na mfanyabiashara, yani jasiriamali mdogo tu. Ndio. Kwa hiyo hapa kadri alivyokizidi kwenda alikuwa anajitanua wigo wa biashara yake kuwa kubwa. Kwa vile ndio watu wakamdashiria vibaya na wakamchukulia vitu vyake vilivyokuwa. Sawa. Vipi marehemu yeye ana watoto labda pengine na mke? Marehemu mtoto hana, ila marehemu ana pandikizi, yani ni baba kijacho tulivyokimuita, kwa sababu mkewe ni mjamzito. Sawa. Na pia nataka nifahamu kwenye swala zima la kuishi hapa. Yeye ameanza kuishi hapa tangu muda mrefu akiwa mdogo ama wameishi hapa kwa kuhamia? Ya yeye hapa ni kwa wazazi wake. Ila baada ya kupata ufununu wa maisha, yani akaamua kwenda mkoa wa Dar es Salaam. Baada ya kwenda mkoa wa Dar es Salaam kule ndo akaanza kufight maisha yake.
Alivyoona vile kama nitunulie hivi vitu nilivyoanza kusema mwanzo, kama hata vitenge na vitu vingine na kuja kuuza na kutoka. Kwa hiyo alivyokitaka kufanya nini ndio kwanza maisha moja kwa moja. Ndio hii aliyokuja mwezi wa 10 na mwezi wa 9 wa 10 mpaka kufikia stage hii tuliokuwa nayo. Kwa hiyo bado alikuwa hajarudi tena kwenye narudi moja kwa moja au la kufanya biashara ili niondoke. Kwa bado hatujajua chaguo lake liko wapi. Aha, kwa hiyo kwa kipindi hiki miezi hii ya karibuni hajaishi Luponda. Alishatoka kwa katika eneo lingine. Ya kwa miezi hii ndio nimekwambia kuanzia mwezi huu wa 9 mwishoni mpaka kufikia tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5 ndio alikuwepo hapa, lakini alikuwa anatoka mara moja. Lakini ni kazi hapa kwa miezi hii ndio kwa. Sawa, lakini pia nyinyi mkiwa kama ndugu wa marehemu, sasa mna mipango gani ambayo mmeweza kufanya ili kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda sawa? Sisi hapa kwamba fikra na mawazo ya kuyafikiria kwamba tufanye nini ili tufanikiwe hapa tulipo, kwa sababu kwanza hatujarejeshewa ule mwili wa marehemu kuleta hapa tukajua tunazika au tunajua tunafanyaje. Mpaka hapa tulivyo sasa hivi tuko njia panda, hakuna tunachokielewa. Tunajua tu amekufa, lakini kufa lazima kitu ukione. Kwa hiyo si kitu hatujakiona. Ombi langu mimi naomba au tunaomba familia, kama kuna uwezekano basi wafanye mchakato tuone tu wala ututa la marehemu ile tunasema tumeweka hapa, ile mwili ule waturudishie na sisi tujue jinsi gani ya kufanya. Lakini kuanzia juzi ile tuna siku ya 3 hapa tunalala, hatujui tunalalia kitu gani. Na kuna mawasiliano yote ambayo yamefanyika ili kuhakikisha kwamba mwili mnaupata? Ya kwa awali ya kwanza ndio tuliambiwa kwamba kuna mawasiliano kwamba kuna vipengele vinakamilishwa. Baadaye tutapewa mrejesho. Sawa, lakini pia hapo kidogo tujaribu kuweka sawa mambo fulani. Nataka nifahamu mara baada ya kupata madeni, alirudi nayo hapa nyumbani akaonyesha kwamba nimepata madeni ama labda aliamua tu kwenda kuuza tu moja kwa moja? Ya unajua kwenye pesa kuna vitu viwili. Yaani kuna vitu kuweka uwazi. Kuna vitu kuweka siri yako mwenyewe moyoni. Na kama matumizi ya kawaida yanaenda. Kwa hiyo akufunguka kama mimi nimerudi na kiasi gani au nimerudi na madini ya aina gani. Kwa hiyo akio akasema mimi nimefight nimerudi. Kwa hiyo kandadisha sana kwa sababu yeye ndio aliyofanya kazi kweli. Kwa hiyo alieleza tu nimepata madini, lakini kiasi gani hamkufahamu. Kwa sababu yeye tuliokuja kufahamu mpaka tuliokuja kufahamu kama ni madini kiasi gani aliyochukuliwa yeye thamani yake. Ndio baada ya ufuatiliaji na ili kusema kama nifuatilia hela zangu zilikuwa 1 2 3 ndio kama anasema mimi kama ni milioni 70 ndio nilizochukuliwa. Zile hela zake zile sababu yeye ndio mwenye pesa. Sasa jamani mchukulie kama milioni 70 kwa vile amu ya kwanza ile siri alikuwa hataki kusema. Kwa vile anajua yeye hela yake na matumizi, kama matumizi atayafanya yeye anavyojua. Ukihitaji 50,000 atakupa kulingana na nafasi yake ndio anauza. Kuambia kama mimi akiba yangu milioni 3 hauwezi kuambia, milioni 50 hauwezi kuambia. Zamani ilikuwa mtoto anamzika mama, ila kwa sasa mambo yamegeuka kabisa. Wamama wengi wanawazika watoto wao, kama ilivyotokea kwa mama mzazi wa Musa ambaye kwa uchungu ameelezea kifo cha mtoto wake huyo wa kwanza. Nataka nifahamu, Musa ni mtoto wako wangapi? Mtoto wangu wa kwanza. Na una watoto wangapi? Na watoto wengine. Kwa hiyo ndo mkubwa. Sawa. Taarifa hiyo ulipata kutoka kwa nani na lini? Taarifa ya kifo? Ndio. Hii taarifa ya kifo mimi nilipata juzi. Wakati muda huo na mihangaiko ya kutafuta mwanangu yupo wapi. Nilitoka hapa nikaenda Mtwara. Nitoka Jumatatu kwenda kule Mtwara. Nimeenda Mtwara kwa kuitwa, nilitumiwa nauli kwa ofisi. Kwa hiyo nimekwenda kule, kaulizwa swali, Musa Hamisi ni mwanangu? Nikasema ndio. Wangapi? Nikasema wa upande wangu. Sawa. Pale nilimkuta ni nani simwezi kumjua kwa kweli kwa haraka, ila yeye akasema kwamba kuna vipimo vya kupima mate, sijui kisayansi, sijui mate yale yanamaanisha kwamba yanaweza yakapata usahihi kwenda kupima huko kwa huyu marehemu.
ikalingana kama damu yangu mimi na yake yeye ni sawa, ikahakikishwa kama ni kweli mwanangu. Wakaniuliza upo tayari? Nikasema mimi nipo tayari, ila lengo nimpate mwanangu. Kipindi hicho wakati sijui mwanangu yupo marehemu. Kwa hiyo pale tukatoka, tukaenda naona sijui zahanati, sijui hospitalini. Tumeenda kule, nikaitwa chumbani, na kula nilipokaenda, nilienda na dada, nilienda na kakaangu. Tumeenda mpaka kule tukaingizwa ndani. Nikakaa sehemu, yani kwenye kiti. Ndio nikaambiwa niachane. Nikaachana, nikapimwa vipimo, nikaambiwa nitoke. Nitoka, nikapigwa picha, na hapo hapo wale ambao niliokaenda nao waliandika majina. Kwa hiyo baada ya vile tukaruhusiwa kuondoka, na tukaenda mpaka pale pale kituoni. Tumeenda pale kituoni, nikawa nimeulizwa tena swali. Nimeulizwa swali, nikajibu vile vile. Kwa hiyo baada ya vile ndio ikawa basi. Kwa hiyo basi yake mimi nilichofanya ni kuuliza, jamani, mimi mpaka sasa hivi namtoa kwa sababu sipati jibu. Nilikuja awamu ya kwanza, sikuelewa lolote. Nakuja hii naambiwa nenda. Kwa hiyo mimi sina amani. Naomba mniambie mwanangu yupo mzima? Kama yupo mzima nielewe. Kwa sababu nilipotoka kule kuja huku, nimetoka Luponda kuja huku Mtwara, niliambiwa mwanangu yupo gerezani, njoo muone. Leo hii nazungushwa mara huku mara vipimo, sina amani. Niambie. Ndichoambiwa ni kwamba wewe mwanao bado mpaka sasa hivi hatujui alipo, upelelezi unaendelea. Taratibu tunasubiri huko, tunaposubiri majibu. Wakisema tunaleta, sisi tuko tayari kupokea. Ni dini ila akili yetu au akili yangu mimi nilibidi nione walau hata kama tu nikajua alipo la mwanangu. Kinachoumiza wengi na kuwasikitisha ni kwamba marehemu Musa amefariki kabla hajamuona mtoto wake aliyepo tumboni kwa mke wake wa ndoa, ambaye amebaki na kidonda kisichosahaulika. Ni nini atakuja kumwambia mtoto wake atakapozaliwa na kukua, siku atakayouliza baba yake yuko wapi? Pole sana dada. Ito nani? Endo Joshua. Labda pengine mume wako alivyoondoka nyumbani alikwambia kwamba anaenda wapi? Anaenda kufuatilia mali zake. Ndio. Na hizo mali zilikuwa kiasi gani alikwambia? Nachokumbuka kidogo. Alikwambiaje? Ananiambia kwamba kufuatilia mali yake ambayo ni kiasi cha milioni 70. Milioni 70. Sawa, kwa hiyo tangu aondoke hivyo ndo hakurudi. Lakini wakati yupo huko mlikuwa mnawasiliana? Ndio. Kwa muda gani labda pengine tangu atoke nyumbani? Nilisha kumsikia pili yake na sina kama kata saa 3 ya asubuhi. Kwa baada hapo kwa wewe chochote. Pole sana. Mpaka sasa maafisa wanaoshikiliwa kuhusiana na mauaji hayo ni mrakibu wa polisi Gilbert Kalanje, mkuu wa upelelezi wa wilaya Mtwara, mrakibu msaidizi wa polisi Charles Onyango, mkuu wa kituo cha polisi Mtwara, mrakibu wa polisi msaidizi Nicholas Kisinza, mkuu wa kikosi cha intelijensia ya jinai mkoa wa Mtwara, mkaguzi wa polisi John Msuya, mganga mkuu wa zahanati ya polisi Mtwara, mkaguzi wa polisi msaidizi Marco Mbuta, mkaguzi wa polisi Shiraz Mkupa na Koplo Salim Juma Mbalu. Mimi naitwa Nezia Morris. Tafadhali endelea kufuatilia Global TV Online, lakini pia usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram na Facebook tunatumia Global Publishers. Twitter ni Global Habari. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.